Wakubwa sasa leo nataka niongee na wewe mwanakitaa ambaye unatamani kufanikiwa kupitia mitandao ya kijamii au unatamani kufanya biashara kupitia mitandao ya kijamii. Lakini pia nataka niongee na wewe mwanakitaa ambaye tayari umeshafanikiwa kupitia mitandao ya kijamii na inawezekana unafanya biashara kupitia mitandao ya kijamii. Wewe ambaye tayari umefanikiwa kupitia mitandao ya kijamii na unafanya biashara, tunaomba utusaidie kutukomentia hapa chini. Inawezekana ukatusaidia wengi. Ila wewe ambaye unatamani kufanya biashara kupitia mitandao ya kijamii mwanakitaa, make sure kabla hujaanza kufanya biashara huku au hujaanza kutamani kufanikiwa kupitia huku, make sure unakuja na akili zako, kwa sababu huku pia kuna akili zake ziko nyingi sana ambazo pia mwanakitaa bila kukaa kwenye line yako inaweza ikakupoteza au ukaanza kutamani kuwa kama watu ambao ilitakiwa utuonee huruma au ilitakiwa uwaonee huruma au watu ambao unatamani kuwa kama wao. Maana yake nini mwanakitaa? Changamoto ni kwamba kwenye mitandao ya kijamii walimu ni wengi sana, na inawezekana kuna mtu ambaye anakufundisha namna kufanya biashara ila yeye hajawahi kufanya biashara kabisa. Lakini pia inawezekana kuna mtu anakufundisha kuhusu mahusiano ila yeye mahusiano yake pia yanamsumbua sana. Maana yake nini? Unatakiwa uwe makini sana ambavyo unadili na hivi vitu kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia vingine mwanakitaa, inawezekana wewe labda unaona fulani amepost gari fulani ukatamani sana hata kuwa kama yeye, ila kwa upande fulani ilitakiwa wewe ndio umuonee huruma yeye. Maana yake nini pia mwanakitaa? Maana yake ni kwamba make sure unaishi kulingana na size yako. Bila kufanya hivyo inawezekana ukachanganyikiwa au ukakurupukia vitu ambavyo sio vya kwako, kwa sababu huku kwenye mitandao ya kijamii ni changamoto sana. Na inatakiwa ujue kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akaposti kitu ambacho atamani wewe ukijue. Mara nyingi huwa tunaposti umaridadi wetu. Na nakupa mfano tu mwanakitaa. Ushawahi kupiga picha na mshikaji wako Baada ya kupiga picha na mshikaji wako, ukipewa ile picha uiangalie, huaga umwangalie yeye ametokeaje. Mara nyingi huwa tunajiangalia sisi. Hiyo ndo Instagram ilivyo na mitandao ilivyo. Huwa mara nyingi tunaposti au watu wanaposti vitu ambavyo wanatamani wewe uvijue au wanaposti umaridadi tu. Hakuna mtu ambaye anapenda kuposti madhaifu. Ni watu wachache sana ambao wanaposti kuhusu madhaifu yao. Maana yake nini mwanakitaa? Wewe ukiwa na hela yako labda ya kupanga nyumba ya kiasi fulani, fanya hivyo bila kuangalia fulani anafanya nini. Wewe una hela yako labda ya kununua simu fulani, nunua, kwa sababu wewe ndo ambapo wewe umeishia. Wewe labda una hela yako ya kununua gari fulani, nunua, kwa sababu wewe ndo uwezo wako umeishia hapo. Usije ukafanya kwa sababu fulani amefanya. Inaweza kukosti au inawezekana labda ukajiumiza mwenyewe kwa kufanya kitu ili uwe kama fulani, kumbe fulani naye mwenyewe anakuonyesha tu hana hivyo vitu. Ukifanya vitu kulingana na wewe mwanakitaa, naamini utaenjoy sana, lakini pia utaweza kuenjoy sana maisha ya mtandao. Na nataka ujue kwamba huko ni mitandao ya kijamii, sio maisha halisi. Inawezekana kuna wengine ungewaona mwanakitaa au ungeona the way ambavyo wao wapo, ukiachana hiyo mitandao ya kijamii, wewe ndio unatakiwa uwaonee wao huruma. Na nimeongea hivyo mwanakitaa sio kama nataka kumdhihaki mtu labda kumkosoa mtu fulani. Hapana mwanakitaa, naamini hii video kuna mtu inaweza ikamsaidia. Naamini kuna mtu ambaye ndo kwanza anaingia kwenye mitandao ya kijamii au ndo kwanza uko chuo anatamani kufanikiwa kupitia mitandao ya kijamii. Ndio maana nimeshirikisha hata watu ambao tayari wameshafanikiwa. Unaweza mkakomenti hapa chini, kuna kitu kitawasaidia watu ambao wanahisi labda wao ni inferior au labda wanahisi labda wao ndo hawajafanikiwa. Changamoto nyingi sana. Unatakiwa ujue hata wewe ambaye ndo kwanza unaanza biashara kupitia mitandao ya kijamii, au watu ambao wanatamani kuwa kama wao, kuna siku ambao biashara na wenyewe zinakuwa ni mbaya. Kwa mwisho wa siku utakiwa kugive up, tunatakiwa tuendelee kupambana kwa sababu changamoto nyingi sana. Changamoto ni kwamba kwenye mitandao kila mtu ana akili zake na hautakiwi kumsikiliza kila mtu. Ukimsikiliza kila mtu utatoka kwenye line yako na inawezekana ikawa mbaya. Tuendelee kupambana, mwisho wa siku tuendelee kujitia nguvu. Tunaweza.